Changamoto kubwa ya wagonjwa wa kisukari ni nile nini. Wanasema vyakula viko limited, lakini hakika vyakula ni plenty. Ni wewe mwenyewe just kutap in na kujua kwamba asili imekupa nini kwa ajili yako. Changamoto hii ni wewe mwenyewe kubwa, ambayo mimi naiona ni wewe kujua kwamba kisukari chako kimesababishwa na nini. Yawezekana kongosho yako inazalisha homoni ya insulin lakini seli hazichukui, au seli ziko tayari kuchukua lakini kongosho haizalishi. Hizi scenario zote mbili inategemea ni nini kinapelekea. Kama ni kongosho inazalisha lakini seli hazichukui, kwa nini seli hazichukui? Yawezekana seli zimejaa, kwa hiyo hamna mahali pa kuingiza, lakini pia yawezekana kuna belia, kuna mucus ambazo zimetokana na ulaji wa vyakula vya kisasa, vyakula vya mazao ya wanyama, vimepelekea mucus kujijenga pale. Matokeo yake hiyo insulini inashinda kupenetrate kuingia kwenye nini, kwenye hizo cells, na matokeo yake sukari nyingi kwa kwenye damu na wewe kuwa na kisukari. Vyakula ambavyo vya asili vyenye nyuzi nyuzi vitakufanya wewe kuwa huru, lakini kama ni kwa sababu seli zimejaa, anza kuruhusu mwili wako kutumia akiba ambayo tayari ipo. Lakini kama sio seli zimejaa, ni mucus, achana kula vyakula ambavyo vinazalisha hizo mucus. Nimetoa elimu kubwa kwenye channel yangu ya YouTube, nimetoa mafundisho kuhusu vyakula kwenye Instagram page yangu hii, lakini pia naendelea kutoa elimu physical. Ni wewe mwenyewe kuamua kupona, kwa maana vyakula vipo na uwezo uko ndani yako wewe. Anza leo kusema mimi ni mzima na naweza kupona. Ukishajiambia hivyo, masomo mazuri utayapata, vyakula sahihi utavijua, na utaruhusu mwili kuanza kujitibia mwenyewe, na utakubaliana na mimi mwisho wa siku kwamba kumbe kuishi bila magonjwa hakika inawezekana.